Ndio Allah akasema laha ma kasabat, wao wanao walioyafanyaje, walioyavuna na kuyachuma katika Mungu wa dunia, wala kumaka sabetu, nyinyi pia mnao ya kwenu, wala tusaluna, na wala hamtaulizwa nyinyi amma kanu ya'malun, yale ambao wameyafanya wenzenu. Nukta mpaka hiyo moja hajaeleweka kweli. Sasa kumbe hapa ni nini tufanye tadikize katika kusoma kupitia hii dalili? Maana ni wazi kwamba utumia akili zako, hizo akili ulizopewa na Allah utaulizwa umezitumia vipi. Mimi nilikuwa naenda tunasikiza mashehe, mna masuala kusikiza shehe hapo. Watakao utumia akili yako na uchekeche bongo. Yaani bongo ulitumie vizuri sasa hivi. Na hii masuala mtaona kama ni utani, usipotumia vizuri ubongo sasa hivi akili ukautumii vizuri, ukasema kwamba eti mimi niliona hamna dini ya kusikia ni ukae sasa usome. Alhamdulillah kama bora ndio sasa nishaanza kusoma sasa hivi. Kaka ananiambia sasa nishaanza kusoma na pambana. Wallahi alhamdulillah, hiyo ni neema kubwa. Allah samfungulie katika hiyo njia ya kusoma. Maana anaweza kupata basira. Kama kusema Allah kul hadhihi sabil ad'u ila Allah ala basira ana wa man tabani wa subhanallah ma ana minal mushrikin. Surati Yusuf. Allah anasema sema wewe Muhammad, hii ndio njia yangu. Hadhi bimaana sabili, hadhi da'wati, hii ndio da'wa yangu ya Uislamu kamili katika manhaji salaf ahli sunna wal jamaa. Hii ndio Uislamu uliokamilika. Lakini Uislamu huu unawaita watu katika Uislamu huu kwa elimu. Tumekamatwa hapo hatutumii propaganda za maneno. Nawaita watu wamuelekea Allah ala basira ala ilmi. Allahu akbar. Kumbe dini haiendi kwa propaganda za maneno. Kwa mimi nimezoea jamani kuzika bila kufunika. Hapana, dini iende kwa maneno. Dini inaenda kwa nini? Dini inaenda kwa nini? Wapi kasema Allah, kasema mtume? Au mtume hajafanya hiki? Kwa sababu dalili ya mtume zipo sampuli tatu. Ima kasema kwa maneno yake, au matendo, au kakiri, kimefanyika kakiri. Sasa wapi kifanyika kitendo kimefanyika wapi? Hakuna. Tunabaki katika nini sasa? Tunabaki kwa mtume sallallahu. Tunabaki kwa nani? Kwa mtume sallallahu. Sema tuna jamani sasa kuna wazee wetu mbona masema wazee hapa yaingii. Hapa ni qala Allah, qala rasulu, qala sahaba. Kileko kafanya nani katika ule kutangulia cha kufanya hivyo cha kufunika jeneza mwanaume? Kwa sababu kwa mwanamke kuna maelezo. Kwa mwanamke kuna maelezo. Na imekuja habari kubwa kwa mwanamke anatakiwa asitiriwe kwa sababu yeye mwanamke mwili wake unajua shubuha ile. Hiyo na sio stage huwa ananiliu. Yaani anatakiwa ifunikwe ile ndani yake. Hii hapa kuna maneno mengi sana hapa. Wanaozoma wameleta kina Ibn Hajar al-Asqalani na wengineo katika ulama. Wameleta maelezo mengi sana katika jeneza mwanamke. Lakini hii jeneza ya mwanaume baba hakuna khilafu. Jeneza mwanaume mzee hakuna khilafu, atakiwa ipelekwe hivyo hivyo na nini na sanda yake. Lakini mwanamke kidogo kwa sababu ya mahafa ya maumbile yake